Sikilizeni ndugu zangu Waislamu. Kwa sababu amepewa shilingi 50. Sote kiram mitaka kadi kama ID. لله ما في السماوات وما في الأرض يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. صدق الله العلي العظيم. Tutazungumza biidhnillah ta'ala katika darasa yetu leo juu ya tazkiyatun nafs. Ikhwatal kiram, katika muhlikat, katika mambo ambayo kwamba yaangamiza na hayaonekaniwi kwa jicho la rahisi, si kwa macho, si kwa ndani ya nafsi, mojawapo ni Muislamu kuitakasa nafsi yake. Na aweza asiseme yeye yuatakasa nafsi yake, lakini akafanya mambo ambayo kwamba yaashiria juu ya hili. Tabia leo ambayo kwamba iko baina ya ndugu Waislamu. Muislamu aweza akamuona ndugu yake Muislamu waswali safu moja na wanafunga pamoja, Masha Allah, walakin ikawa kumtolea salamu yuona uzito, kwa sababu kuna ikhtilaf juu ya fahamu fulani katika Uislamu. Sasa yuamwangalia, yuamuona kama ambaye huyu bwana katika watu ambao kwamba wapotofu walioangamia ndugu yake Muislamu. Hata salamu ni mzito kumtolea salamu, na lau hata ndugu yake akimtangulizia salamu atajibu huku nafsi yake ni mzito, hatofunua uso wake, hatompatia tabasamu ndugu yake, pamoja na kuwa yuajua tabasamu katika uso wa ndugu yako ni sadaka, hatompatia. Na hii yaashiria jambo gani? Yaashiria amemuona ndugu yake ni katika watu ambao kwamba hawa ni watu waliopotea, na yeye ni katika watu ambao kwamba wameongoka. Lau yasikia nafsi yake ya kuwa huenda ikawa pia yeye ampotea, angemwangalia mwenzake kwa jicho lile, angehesabu nafsi yake. Lakini ikishafikia mahali yomwangalia ndugu yake kwa jicho hilo, huwa amesema kitu, yuona kitu kizuri ndani ya nafsi yake. Ikhwatal kiram, Allah subhanahu wa ta'ala ndio yajua mwanzo wetu. Allah subhanahu wa ta'ala ndio yajua hapa katikati kutakuwaje na mwisho kutakuwa hali namna gani. Allah ya sada, baina yetu hakuna mtu ana garantia atakufa Muislamu. Na kama yupo aseme, ambaye kwamba ana garantia yeye atakufa juu ya iman, atakufa yeye ni muwahhid. Hili ni jambo lajulikaniwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa a'lamu bikum idh ansha'akum min al-ardi, kuanzia tuaumbwa kutoka na ardhi. Allah subhanahu wa ta'ala yuatujua kila mmoja habari zetu. Wa idh antum jinnatun fi butuni ummahatikum, na tangu mko ndani ya matumbo ya wazazi wenu, ya mama zenu. Fala tuzaku anfusakum, Allah subhanahu wa ta'ala atuambia wazi, statement ya moja kwa moja, musitakase nafsi zenu. Na mojawapo ya mtu kutakasa nafsi yake ni nadharatul isti'la kwa ndugu zake wengine. Nadharatul isti'la yani ni mtu yuangalia ndugu zake hivi, yani yeye mashallah, yani yuajiona yuko juu, yuangalia wenzake, angalieni hawa. Na wallahi ya kiram, mwajua wazi mpaka katika da'wa, katika kufikisha, katika kukanya na katika kuelekeza, mpaka lugha, Allah subhanahu wa ta'ala akatuhimiza bil hikmati wal mau'izati al hasan. Kuna bwana ankuja akamfuata ndugu yake Muislamu ana makosa fulani, na akamwambia kwa ukali,
Ndugu yake akamsikiliza, kisha akamwambia, sikiliza ya akhi, pamoja na kuwa mimi niko katika makosa, lakini angalia, mimi si Firaun alayhi laana, wala pamoja na wema wako ndugu yangu wewe si Musa alayhi salam. Waqala Allahu li Musa alayhi salam faqula lahu qawlan layyinan. Yani Firaun amedai uungu, aambiwe qawlan layyina. Lakini mashallah wewe leo wakanya ndugu zako kwa maneno ya kutupatupa, kwa maneno ya kuwapakapaka ndugu zako. Na wewe si Musa alayhi salam wala ndugu yako si muovu akamfikia Firaun alayhi laana. Ikhwata alkiram, janna ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kubwa, yataka kuingia watu, na rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala ni wasi'a. Allah subhanahu wa ta'ala rahma yake ni pana mno. Allah subhanahu wa ta'ala, nyinyi mwajua ikhwata alkiram, huenda akamsamehe mja wake wa la ilaha illa Allah peke yake. Ama hakusema alayhi salatu wassalam ya kuwa mtu atakuja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na yuko pamoja na sijillat, yani ni marekodi makubwa kuanzia mwanzo mpaka mwisho, maovu matupu. Aulizwe, vipi shekhe, waonaje, mkweli ama ni urongo? Ya Rabbi, mkweli. Umefanya, kuna vitu vimeandikwa sivyo hapo, hukufanya? Ya Rabbi, mkweli. Kuna kitu chochote katika khairi unacho? Bwana sasa sina khairi yoyote, sina kitu. Fayuta bilbitaqa ya ikhwata alkiram, bitaqa kadi kama ID maktubun fihi la ilaha illa Allah, na Allah subhanahu wa ta'ala atamwokoa huyu mja na la ilaha illa Allah. Ikhwata alkiram, ni mwajua vizuri kwa hadith sahihi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala yaumul qiyama atamleta mja wake mpaka amkurubishe na yeye na aweke stara. Hakuna mwingine atakayesikia mazungumzo yale. Allah subhanahu wa ta'ala atamuuliza mja wake, atadhkuru yauma kadha wa kadha fa'alta kadha wa kadha, wakumbuka siku fulani ulifanya kitu fulani na ukafanya kitu fulani wewe? Na mja akawa mwenye kukubali mbele ya Mola wake, hii ya Rab, na mpaka asione mbele yake isipokuwa moto, isipokuwa adhabu, ajione ya kuwa yeye ameshaangamia. Allah subhanahu wa ta'ala mwambie, inni qad satartu laka fi dunya, nimekustiri yale uliyofanya katika dunia, nilikustiri. Watu walikuwa hawajui, wewe ulikuwa mashallah, watu wakikuona wakuona wewe mzuri sana, lakini kuna vitu ulivifanya wewe watu hawavijui, mimi navijua. Nakustiri na leo ninakusamehe, ingia peponi. Allah subhanahu wa ta'ala hana pupa ya kutuadhibu ya kiramu. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam akatuambia, bashiru wala tunafiru, peaneni bishara, msikimbizane. Kumwelekeza ndugu yako muelekeze, tuambianeni, tuelekezaneni kwa njia mzuri, kwa lugha mzuri, bila ya kutukanana, bila ya kubandikana majina, na bila ya kudharauliana. Ikhwata alkiram, mmoja katika watu ambao kwamba walijiangamiza kwa maneno peke yake, kwa maneno, ni mtu alitamka, wallahi inna Allah la yaghfiru li fulani, wallahi Mwenyezi Mungu hatomsamehe fulani. Fulani huyo anayezungumziwa anzama katika maasi, ni mtu muovu. Allah subhanahu wa ta'ala akawa mwenye kujibu, man alladhi yataalla an rahmati, nani ambaye kwamba yuatia mkono wake, yuatia mbinde katika rahma yangu? Rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo kwamba kila mmoja baina yetu yuihitaji. Yani sisi kufanikiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kiram, hakuna kitu ambacho kwamba twakifanya tukakistahiki kuingia nacho peponi, wallahi, isipokuwa kwa rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anawaja, ana malaika ambao kwamba waumba wamwabudu yeye kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kwa hiyo amali zako kadha wa kadha ambazo kwamba wazifanya haziongezi kitu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na yale maovu hayampunguzia Allah subhanahu wa ta'ala kitu chochote. Allah subhanahu wa ta'ala sema, man alladhi yataalla an rahmati,
Nani ambaye kwamba yuwapigana yuwavutana juu ya rahma yangu? Unasai gani wewe juu ya rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala? Fa inni qad ghafartu li fulan, Allah subhanahu wa ta'ala sema basi mimi ninamsamehe huyo fulani. Wa habattu amaluk, na nikazipomosha amali zako. Ile mazuri yako uyafanya na yafanya habaa manthura, kwa sababu haya mazuri ambayo kwamba uyafanya yankufanya mpaka umeangalia mwenzako ukamuona huyu mtu. Wewe ukishaona mtu ameangamia, huwa wewe umeona nafsi yako imefanya nini? Ama wewe unaona mtu ameangamia ukasema mimi pia ninaangamia? La, wamuona ameangamia huku wajiona wewe umeokoka. Allah, ikhwatal kiram, ni maradhi ambayo kwamba yanatupata leo Waislamu, mpaka Muislamu yuweza akamwangalia ndugu yake Muislamu asimtolee salamu, akamwangalia hata mkono wake yuona kama ambaye la, hata yuweza akamchafua huyu mtu, asimpatie tabasamu yake hata siku moja. Hataki kuwa karibu na yeye, hataki kuzungumza naye, kwa sababu wewe umeona nini kwa ndugu yako Muislamu mpaka ukawa mwenye kuyafanya haya? Kwa ikhwatal kiram, tujitahadharini nafsi zetu katika mambo ambayo kwamba yaangamiza kwa njia ambayo kwamba mtu si rahisi kuona, basi katika yale mema ambayo kwamba sisi twafanya. Huenda mtu akajiangamiza na yale mema ambayo kwamba yeye anayafanya, na hii ni kwa njia ambayo kwamba mtu si rahisi kuona. Ama asi yajua wazi ya kuwa mimi ninamkosea Allah subhanahu wa ta'ala, na huenda haya yakanipelekea katika matata, akawa ni mwenye kurudi nyuma akatubu. Ama katika yale mema, khatari yake mtu akighurika nayo nafsi yake, basi huenda yakampelekea katika sehemu mbaya mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kwa Allah subhanahu wa ta'ala hatujajua nafasi yetu mpaka mtu arudi kwa Mola wake, na Allah subhanahu wa ta'ala amsamehe na amrehemu na amtie katika rahma yake. Mpaka katika maradhi leo yapatikaniwa cha kusikitisha, ikhwatal kiram, mtu yaweza akamzungumzia ndugu yake Muislamu, wacha ndugu yake Muislamu ikawa ni shekhe msomi fulani au ni dai fulani, na simuombee rahma kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ya zile tofauti ambazo kwamba wamekuwa nazo katika ufahamu juu ya Uislamu wao. Lau watatajwa mbele yake hatosema rahimahullah, wala hatosema Mwenyezi Mungu amsamehe, kwa sababu yani amemwangalia kiasi hichi ndugu yake Muislamu, hamwombee rahma, kwa sababu yeye haoni njia ya kuwa yule bwana atapata rahma. Yuona yule bwana ni jahannam wa bi'sal masir. Tutahadharini nafsi zetu ikhwatal kiram. Allah subhanahu wa ta'ala sema fala tuzakku anfusakum, sisi takase nafsi zenu, huwa a'lamu biman ittaqa. Yani law Allah subhanahu wa ta'ala yuwakujua wewe ni taqi, yatosha umfanikiwa biidhnillah ta'ala, umfanikiwa. Si lazima ujiweke katika mizani na ndugu zako, na kuwa mwepesi kwa ndugu zako, kuwa na lugha nzuri kwa ndugu zako, kuwa mwenye tawadhu kwa ndugu zako. Mtamalizia kwa mfano ikhwatal kiram juu ya conversation, mazungumzo yamepita baina ya ndugu wawili Waislamu ambao kwamba kwa nafsi yangu na wajua wote wawili. Mmoja katika hawa Waislamu wawili, na Allah subhanahu wa ta'ala yani amhakikishie wema wake. Mmoja ni mtu ambaye kwamba ikhwatal kiram katika kujikurubisha kwake na Allah subhanahu wa ta'ala, yeye amewahi mashallah katika ndoto zake kumuona Mtume sallallahu alayhi wasallam, mpaka yaweza akakwambia niliota hivi na niliota hivi. Yani yuamuota Mtume sallallahu alayhi wasallam kama vile ambavyo kwamba sisi tuota mambo ya kipuzipuzi. Yeye ndio yuamuota Mtume sallallahu alayhi wasallam kiasi hicho, kwa kiasi ambacho kwamba mashallah anjikurubisha na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu yake mmoja kuna wakati wakizungumza amshtakia nafsi yake, amwambia ya kuwa wallah, nafsi yangu iko katika masikitiko, kwa sababu kila wakati nikiangalia watu, kila wakati nikiangalia ndugu zangu,
wallahi naona kwao kheri, na kila wakati nikiangalia nafsi yangu mimi naona tu shari. Yani kwangu mimi, yani naona kama ndugu zangu wako katika kheri, mimi naona kama niko katika shari. Huyu ambaye kwamba amejikurubisha na Allah subhanahu wa ta'ala, mashallah alayhi, kiasi hiki, amwambia wallahi ya akhi, Mwenyezi Mungu asikuharamishe na fungamano lako hilo ambalo kwamba uko nalo, hilo fungamano ambalo kwamba wewe una kheri katika watu, na ukijiangalia kila time wahesabu nafsi yako, wajiona kama ambaye uko chini na watu mashallah wametangulia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, amwambia Mwenyezi Mungu asikuharamishie fungamano lako hilo, wala usiachane nalo, kuwa katika hali yako hivyo hivyo. Hebu weza ukaangalia na ukapima ya akhil karim, Muislamu wala hautamuona, atamuona ndugu yake na akajiona yeye ni bora kuliko ndugu zake. Kif kuhusu sisi na ibada zetu hapa na pale, walillahi alhamd. Kwa yule ambaye kwamba atapata khairi, basi falyahmadillah, amshukuru Mwenyezi Mungu, na ambaye kwamba hatopata khairi, basi fala yalumanna illa nafsi. Lakini unapofanya khairi, ishi baina ya khauf na raja, mtarajia Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya rahma zake, kwa ajili ya huruma yake, kisha hofia nafsi yako ya kuwa sije nafsi yako ikakutia katika maangamivu. Ukiishi baina ya vitu viwili hivi, basi hutajaliwa hata siku moja kumwangalia ndugu yako Muislamu na kumdharau. Hutajaliwa kumuona mtu na kumuona ya kuwa hawa ni watu wa namna gani. Kwa machache tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla yattabi'una ahsana. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.